bei ya vyakula wameungana na wanafunzi kutoka vyuo vikuu kadhaa wakitaka China vinachangia kunyakuliwa na kuzingirwa kwa maeneo muhimu ya Taiwan ambayo Beijing inadai kuwa eneo lake. Tukirejea hapa Afrika Mashariki, maandamano yamefanyika katika miji kadhaa ya Somalia baada ya Israel kulitambua eneo lililojitenga la Somaliland kuwa taifa huru. Mjini Mogadishu, mamia walikusanyika kulaani hatua hiyo kama kuingilia masuala ya ndani ya Somalia. Waandamanaji walipeperusha bendera za taifa na kubeba mabango ya kutaka umoja wa uhuru wa Somalia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limehoji Israel kuhusu uamuzi huo ambao unaripotiwa kuiona Somaliland kama eneo linalowezekana kwa Wapalestina waliofurushwa kutoka Gaza. Maandamano zaidi yaliripotiwa katika jiji la kaskazini la Las Anod na Gurisil katika eneo la kati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa katika jimbo la Ogun nchini Nigeria wanasema kuwa bingwa wa zamani wa ndondi uzito wa juu Anthony Joshua yuko katika hali nzuri kufuatia ajali ya gari hapo jana usiku ya Jumatatu. Serikali ya jimbo hilo inasema Joshua anafahamu baada ya kufanyia uchunguzi wa kimatibabu. Timu ya madaktari inaendelea kufuatilia hali yake pamoja na abiria mwingine. Marafiki zake wawili waliuawa wakati gari hilo lilipogongana na lori lililokuwa limesimama kwenye barabara ya Lagos Ibadan Expressway. Sina Ghami na Latif Ayodele walikuwa washiriki wa timu ya mazoezi ya bondia huyo wa Uingereza. Ripoti kutoka nchini Guinea zinasema vikwazo vya intaneti vinaathiri upatikanaji wa mitandao ya kijamii na njia za mawasiliano. Data kutoka kwa shirika la uchunguzi wa mtandao wa NetBlocks inaonyesha kupungua kwa matumizi ya TikTok, YouTube na Facebook. Matukio hayo yanajiri wakati nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikisubiri matokeo ya uchaguzi wa urais wa Jumapili wa kwanza tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka 2021. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Mamadi Doumbouya anatarajiwa kushinda kura hiyo. Tangu achukue mamlaka, Doumbouya amepiga marufuku maandamano, amezuia uhuru wa raia na kuwafungulia mashtaka wapinzani wa kisiasa. Hii ni BBC. Leila Mohamed, msikilizaji, ndo amekusomea taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, tovuti yetu bbcswahili.com, kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, na kupitia redio wa shirika mbalimbali kama CGFM na Abud FM nchini Tanzania, Radio Paidha na Voice of Mahabura nchini Uganda, Must FM na County FM nchini Kenya, na Alizadel Radio pamoja na Radio Muungano Beni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karorobi na tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambako Saudi Arabia imeutaka Umoja wa Falme za Kiarabu kuyaondoa majeshi yake kutoka Yemen, ikishtumu kwa kuchukua kile ilichokitaja hatua hatari mno. Taarifa inasema Umoja wa Falme za Kiarabu inawashurutisha wanamgambo wa Yemen kufanya operesheni za kijeshi katika mpaka kati ya Yemen na Saudi Arabia ulioko kusini, hatua ambayo Saudia inachukulia kwa kitisho kwa usalama wa taifa. Umoja wa Falme za Kiarabu na unasema umesikitishwa na taarifa hiyo ya Saudi Arabia na kukanusha kuwa inachochea vita huko Yemen. Zaidi na Sarafina Robi. Saudi Arabia imesema leo hii siku ya Jumanne kuwa usalama wake wa taifa ni mpaka usiostahili kuvukwa na kuunga mkono wito wa vikosi vya Falme za Kiarabu kuondoka Yemen ndani ya masaa 28, saa chache baada ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kufanya shambulio la anga kwenye bandari ya Mukalla kusini mwa Yemen. Onyo hilo liliwakilishwa kwa lugha kali zaidi ya Riyadh dhidi ya Falme za Kiarabu, huku muungano huu ukishambulia kile ulichokielezea kama usaidizi wa kijeshi wa kigeni kwa waasi wa kusini wanaungwa mkono na UAE. Na mkuu wa baraza la rais la Yemen linaloungwa mkono na Saudi Arabia aliweka tarehe ya mwisho kwa vikosi vya Emirati kuondoka. Mkuu wa baraza la rais la Yemen, Rashad Al-Alemi, pia alifuta mkataba wa ulinzi na UAE, shirika la habari la serikali ya Yemen lilisema, na kushtumu Falme za Kiarabu katika hotuba iliyoonyeshwa kwenye televisheni kwa kuchochea mzozo wa ndani nchini Yemen kwa kuungwa mkono na baraza la mpito la kusini, yani STC. Na nikinukuu, wanasema kwamba kwa bahati mbaya imethibitishwa waziwazi kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulishinikiza na kuelekeza STC kudhoofisha na kuasi dhidi ya mamlaka ya serikali kupitia kuongezeka kwa shughuli za kijeshi. Mwisho wa nukuu, aliongezea. Saudi Arabia imesihi Falme za Kiarabu
kuzingatia ombi hilo. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Sarafina Robi, BBC. Naam, shukran Sarafina kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, wawakilishi wa Afrika Mashariki katika michuano ya soka ya kuwania kombe la Afrika AFCON, Taifa Stars ya Tanzania na Uganda The Cranes muda mfupi kutoka sasa utashuka dimbani kucheza michezo yao ya mwisho ya hatua ya makundi, michezo hii ikiwa ndo itaamua hatma ya mataifa hayo mawili kama yatasalia nchini Morocco au nao watafunga virago na kurejea nyumbani. Hivi sasa tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Omari Mkambara ambaye yuko kwenye la Prince Abdallah, uwanja huu ambapo Tanzania wanacheza na Tunisia. Mambo vipi Omari? Hebu tuambie mambo yakoje hapo uwanjani? Hapa mambo yako vizuri, na hisi ninasikia muziki kidogo wa Kiarabu unapigwa kwa mbali, lakini Manjwa hapa leo alikuwa mzuri, alituburudisha pia kwa muziki wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo hapa tuko vizuri, tayari timu zote mbili kwa maana ya Tunisia pamoja na Tanzania Taifa Stars zinafanya sasa hivi mazoezi yao ya mwisho, kwa maana kupasha misuli moto kabla ya kurejea kwenye vyumba kisha kusubiri kwa saa 11 hapa ili mchezo kuja kuanza rasmi. Lakini kila kitu kiko vizuri, kuna washabiki wanaingia hapa. Sijapata bahati ya kuona washabiki kutoka Tanzania ama Afrika Mashariki, lakini watu wengi hapa waliopo ni wale ambao wanasapoti timu ya taifa ya Tunisia, na naona wa Morocco wengi wakiwa wanaisapoti timu ya taifa ya Tunisia kuelekea kwenye mchezo huu wa AFCON kati ya timu ya taifa ya Tunisia na Tanzania. Nadhani hilo linaeleweka kwa sababu wanatoka jumuiya moja huko kaskazini mwa Afrika bila shaka. Lakini timu zote mbili za Afrika Mashariki zinashuka dimbani. Je, nafasi yao ikoje hapa, pia nikikusudia Uganda na ambapo pia leo inatarajiwa kucheza? Naam, timu hizi mbili ziko kwenye nyakati ngumu kidogo kwa sababu ukiangalia Uganda na Tanzania wote wana alama moja katika michezo miwili ambayo wamekwisha kucheza, na hiyo alama moja walipata baada ya suluhu ya wao kwa maana ya Uganda na Tanzania. Mechi ambayo inachezwa hapa ya Tunisia dhidi ya Tanzania ni mechi ngumu sana kwa Tanzania. Ukiangalia kwa viwango vya ubora vya timu hizi mbili, Tanzania iko 112 lakini Tunisia yuko kwenye 50 bora huku chini. Kwa hiyo viwango vya ubora ni tofauti, wachezaji ligi wanazocheza ni tofauti. Kwa hiyo ni shughuli ngumu sana kwa timu ya taifa Tanzania kupata matokeo, lakini wanasema mpira ni dakika 90, tunaweza tukasubiri kuona nini kitatokea. Halikadhalika mchezo mwingine wa kundi C wa wakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Uganda The Cranes wako jijini Fez ambako wao wanacheza na timu ya taifa ya Nigeria, ambao Nigeria tayari wamekwisha kusonga mbele kwenye hatua ya 16 bora. Ukiangalia kwa viwango ni mechi ngumu, lakini Nigeria na Uganda wamekuwa kidogo angalau wanatoshana nguvu. Katika mechi 4 ambazo wamekutana za hivi karibuni, Uganda ameweza kupata matokeo mara 2, Nigeria akipata matokeo mara 1 na sare ikipatikana 1. Lakini pia bado ni shughuli ngumu sana kwa The Cranes kuweza angalau kusema wanaweza wakapata matokeo ya moja kwa moja dhidi ya Super Eagles Nigeria. Kwa hiyo timu hizi mbili za Afrika Mashariki kiukweli kabisa zina shughuli pevu sana kuhakikisha zinaweza kusonga mbele katika hatua hii kwenda kwenye hatua ya 16 bora, kwa sababu wanacheza na timu ambazo zina ubora tofauti kabisa, wachezaji wakubwa zaidi. Ukiangalia Tunisia na nyota wengi kama kina Mebri, kina Touchek, ukienda kwa Nigeria kina Victor Osimhen, Ademola Lookman. Kwa hiyo ni viwango vinatofautiana, na hii kidogo inaweza ikawa ni sababu ya kuwa mechi ngumu, lakini watu wa mpira wanatuambia dakika 90 huwa zinaamua nini kinaweza kutokea. So lolote linaweza kutokea kwenye dakika 90 Karo. Bila shaka. Najua kwamba leo DRC hawachezi, lakini pia ni timu ya kutoka nyumbani, nikikusudia Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nao wana nafasi gani? DRC pia watakuwa dimbani baadaye leo. Taifa ya Botswana wao ndio tunaweza kusema ndio tegemezi. Mchezo wao utachezwa saa 2 usiku kwa saa za hapa, saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa DRC ama Leopards watakuwa pia uwanjani dhidi ya timu ya taifa ya Botswana. Na kiuhalisia sasa, kiukweli kabisa, hawa ndio watu ambao ukanda wa Afrika Mashariki wanaweza kupata nafasi, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa kwenye hili kundi ambalo DRC yuko kundi D ambalo wako na Simba wa Teranga, Senegal ambao wana alama 4. Ukiwaangalia DRC wao pia wana alama 4, alafu Benin ana alama 3, Botswana hajapata alama. DRC kama wanapata sare leo au wanashinda mchezo huu, tafsiri yake ni kwamba DRC wana uhakika kabisa wa kwenda kucheza hatua ya 16 bora. Kwa nafikiri hao ndio wawakilishi pekee kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati wanaweza kusonga mbele katika
katika michuano hii ya AFCON kwenye hii raundi ya 16 bora. Na ukiangalia ili kundi tayari ni yeye na Simba wa Teranga Senegal ndio angalau wana nafasi nzuri, wote wakiwa na alama 4 Karo. Naam, Omari, bila shaka kuna si ambao kidogo spoti zinatuchenga kweli kweli. Pengine utukumbushie timu zipi zilizosonga mbele kwa 16 bora? Timu ambazo zimesonga mbele kwenye hatua ya 16 bora tayari, wenyeji Morocco wamekwisha kusonga mbele. Timu ya taifa ya Morocco ambao walikuwa kwanza kuweza kufanikiwa kusonga mbele. Lakini ukitazama kwenye makundi mengine, Afrika Kusini pia wamefanikiwa kusonga mbele baada ya michezo yao ya hapo jana, na tunatarajia kuona mataifa mengine yakizidi kusonga mbele. Nigeria pia tayari wana uhakika wa kucheza hatua ya 16 bora. Mali pia wamesonga mbele, na kitu cha ajabu kabisa Karo ambacho labda kinaweza kwa Afrika